mpenzi mtazamaji wa Kurunzi News moja kwa moja. Hii leo katika kipindi Kurunzi Mtaani tuko hapa katika maeneo ya Kegochi. Kegochi inapatikana katika eneo bunge la Bobasi katika kaunti ya Kisii. Ni nini ambacho kimetuleta katika maeneo haya? Kuna mama hapa ambaye anaitwa Truzira Nyanchama ambaye ni mgonjwa. Huyu mama amekuwa mgonjwa kwa takriban zaidi ya miaka 20. Yuko mgonjwa, atembei, masikio yake haifanyi kazi, macho yake iko na shida. Na huyu mama hapa kuna umaskini wa hali ya juu. Kitazama hii nyumba mpenzi mtazamaji, katika kipindi hiki Kurunzi Mtaani ni kipindi ambacho tunatembea katika sehemu mbalimbali kote nchini ili kuwaletea moja kwa moja ni yapi ambayo yanajiri. Hii ni nyumba ya mama Truzira Nyanchama ambaye amekuwa mgonjwa kwa takriban miaka zaidi ya miaka 20 mpenzi mtazamaji. Na tuko hapa leo kwa ajili ya kuweza kusaidia huyu mama, na tulikuwa na mchango hapa siku ya leo kumsaidia apate pesa za matibabu, apate pesa ya chakula na vitu zingine, nguo, hata nyumba ya usafi hakuna kabisa katika maeneo haya. Mpenzi mtazamaji, tutazidi kukuletea moja kwa moja, na tumeongea na mzee wake ambaye ni mume wake John ambaye yuko pale chini, na tuliongea na yeye moja kwa moja akatuambia kwamba hapa kuna shida ya umaskini wa hali ya juu. Mpenzi mtazamaji, katika kipindi chetu Kurunzi Mtaani ndani ya Kurunzi News TV, kumbuka tunashughulikia mambo kama haya ambayo yanajiri kutoka katika sehemu mbalimbali. Lindi la umaskini lazidi kuikumba familia moja katika kata ndogo ya Kegochi, eneo bunge la Bobasi katika kaunti ya Kisii. Familia ya John Mochama Nyata inazidi kupata changamoto zaidi punde tu ugonjwa ulipopisha katika familia hii. Akiongea moja kwa moja katika familia hii, John Mochama ambaye ni mume wake anaelezea yale ambayo ameyapitia katika familia hii. John Mochama Nyata, ugonjwa iko mingi kwangu na nataka usaidizi. Maneno ya chakula na kila kitu. Na mzee John, hii shida ilianza lini na umechukua hatua gani? Umepita hospitali ngapi? Ilianza sijui tata. Unaweza kumbuka mwaka? Siwezi kumbuka kwa sababu miaka imeenda. Lakini miaka ni ngapi sasa? Now it's 30 years. 30 years. Mama amekuwa mgonjwa for 30 years. Na ulijaribu kumchukua katika hospitali yote? Paka Nyamacha ameingia, Kiumbu, kwa auditing, tuteremuke Kisii amemaliza, hata Paramu. Na bado hakuna mabadiliko yoyote? Mabadiliko hapana. Sasa wewe kama mzee wa hili poma, ungeambia nini? Kuna watu wanakutazama kutoka Marekani, kutoka Nairobi, Mombasa, kutoka pale Saudi Arabia, Dubai, Qatar. Utawaambia nini? Wanipati usaidizi, halafu nirudishe hii mgonjwa kwa hospitali, tena apatiwe research, halafu tuanende tena vile inaelekea, na nyumba hakuna, kila kitu kwa sababu pesa iliishia. Pia majirani katika familia hii wameshuhudia yale ambayo John na mke wake wameyapitia kwa muda wa miaka 20 sasa. Wanaomba wahisani pamoja na wasamaria wema kufika katika eneo hili na kuwasaidia. Wakiendelea kuzungumza katika eneo hili, wamemuomba mbunge wa eneo hili ambaye ni Innocent Obiri pamoja na gavana wa kaunti ya Kisii Paul Simba Arati kufika katika eneo hili na kuwasaidia angalau kupata pesa za matibabu pamoja na pesa ya chakula. Nimesema ni asante kwa ile njia ya kutusaidia. Hata sasa hivi vile tunaongea hivi, ile nyumba imeweza kuanguka. Hata tumeshangaa. Pole sana. Hawa tumesema ni pole. Hata nimeshinda kitu cha kuongea. Umesema kwa majina ni? Kwa majina ni Gladys. Dennis. Na ungeambia wananchi wa eneo hili nini? Wananchi wa eneo hili hapa kwetu, tumesema mkuje kwa hii familia tuweze kusaidiana, na mkuje kushuhudia ndio tuweze kusaidia. In case of anything tuweze kusaidiana kwa hii familia iweze kuinuka naye kuwe kama familia zingine. Hata wale watajitokeza kunisaidia wafanye bidii. Hao wakubwa walikuja hapa
kwa usaidizi endelea kufanya kazi nzuri. Nikiripotia Kurunzi News kutoka hapa katika maeneo ya Kegochi katika eneo bunge la Bobasi, kaunti ya Kisii, mimi ni Presenter Enoch Gichana.